Moja kabisa mtu najiulize katika nafsi yake, bwana, ndani ya Ramadhani nilikuwa nasoma Qur'ani, nimehitimisha, nilikuwa natenga wasa wa ziada. Nimekuja kuona mimi mwenyewe nimekuwa shahidi katika mwaka ambao alhamdulillah nimejitahidi kuhitimisha Qur'an na kuendeleza juzu nyingine. Naona inawezekana badala ya kutumia muda mwingi siku hizi tuna scroll. Ndani ya nje ya Ramadhani unajikuta uko bize kwenye simu yako, umetoka unaama, unafanya tu kuhama, unatoka WhatsApp unaenda Instagram, kutoka Instagram unaenda Facebook, unapoteza muda, kutoka huko unaenda TikTok. Sasa muone okay, kumbe badala yake naweza nikawa nafanya kusoma Qur'an. Sasa kama ndani ya Ramadhani ilikuwa hivyo, sasa nje ya Ramadhani sasa ile imetujenga. Sasa tunaona baada ya Ramadhani naendelea kufanya hivyo. Sasa haya ni baadhi ambayo yalikuwa na mhusu mtu mmoja mmoja. Mada yetu leo hii inatulenga kwenye jamii namna gani na nufaika. Tumeona wale watu ambao Allah hali zao ni dhaifu hali, anaweza akana nungunika mwezi mtukufu wa Ramadhani umeondoka, akiwaza. Tulikuwa na vijana ndani ya Ramadhani, alikuwa anakuambia bwana, na ratiba zangu, ninajua misikiti inayofuturisha iftari za nguvu, kwamba yeye alikuwa ni nauli yake ya kumfikisha kwenye huo msikiti, na hakika nikifika pale nikicheza cheza vyovyote nikapata paseli mbili, tayari nishapata paseli ya iftari na paseli ya daku. Umeona? Sasa hii jamii ambayo ilikuwa inatoa kabla ndani ya Ramadhani, baada ya Ramadhani inaendelea kutoa. Je, kama ulikuwa tumeona vituo vya watoto yatima, alhamdulillah Ramadhani vilikuwa vimefurika sasa. Yaani ukienda wanakuambia bwana, leo tayari kuna ratiba, wanakuja watu fulani, hebu angalia siku nyingine. Sasa je, baada ya Ramadhani hama yatima tunaendelea kuwasaidia? Maimamu misikitini wakichangisha ndani ya Ramadhani, tulikuwa tunaona fedha zinapatikana. Je, baada ya Ramadhani watu wanatoa? Sasa ni namna gani hii Ramadhani imetushape na tunaendelea nayo hata baada ya Ramadhani? Kwamba leo hii tulikuwa ndani ya Ramadhani tunatekeleza haya majambo. Moja ni mtu kwamba nafsi yake aitambue kwamba nilikuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, mimi nimegraduate tayari. Na muda mwingine unajipiga kifuani, alhamdulillah bwana, Ramadhani hii mimi nilikuwa natoa hapa, ni mwendo mdundo, ngoja naendelea na Ramadhani, naendelea kutoa. Yani bwana, mimi kila siku nilikuwa najitahidi walau 1000 yangu ilikuwa ikosi sehemu ya kwenda. Sasa Ramadhani imeisha bwana, naendelea nayo hii bwana, mwaka huu kwa mara ya kwanza nimetembelea watu yatima, nimeona hali zao zilivyo bwana, mimi naendelea. Sasa fadhila zinatofautiana. Tunaweza kusema ndani ya Ramadhani kwamba watu walikuwa wanategemea kwamba ujira unaopatikana ni mkubwa zaidi, lakini pia ujira unaendelea kupatikana hata nje ya Ramadhani, japo haulingani uliokuwa ndani ya nini Ramadhani. Kwa nadhani kubwa zaidi kwamba kila mtu aihesabu ile nafsi yake ndani ya Ramadhani, ameona namna alivyofanya mambo ya kheri. Sasa tunaenda kwenye jamii yetu baada ya Ramadhani. Sasa tuwafikirie pia wale ambao ni wanyonge nje ya Ramadhani. Sasa wasihisi kwamba Ramadhani imeondoka na wao nyonge